Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema leo. Mungu amenipendelea, amenipa neema tena ya kusimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaangalie maneno ya Mungu au tukajikumbushe. Ni mambo yale yale ambayo mara kwa mara tunayapitia na kuyasoma, lakini tunaendelea kujikumbusha katika safari yetu tunapoendelea kusafiri kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuende sasa tukafungue maandiko, tukasome kitabu cha Kutoka sura ya 17. Kitabu cha Kutoka sura ya 17. Tuanzie ule mstari wa kwanza na kuendelea mpaka ule wa 7. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha pili cha Musa. Kutoka sura ya 17 kuanzia ule mstari wa kwanza nitasoma. Biblia inasema, mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao, kama Bwana alivyowaagiza. Wakatua Refidimu, napo palikuwa na maji, hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa, wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, na wakamnung'unikia Musa wakisema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako, ukaende nayo. Ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali, na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Twende tukaangalie kitabu cha Kutoka, Hesabu. Twende kitabu cha Hesabu sura 20 kuanzia mstari wa 11. Hesabu sura ya 20 kuanzia mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Hesabu 20 kuanzia mstari wa 11 mpaka 13. Nitasoma mstari ule wa 11. Biblia inasema, Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi
mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Mstari wa 13, maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Twende kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto. Barua ya kwanza ya Wakorinto. Sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zenu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu, katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika hao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi si mambo hayo yalikuwa mfano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tutasimamia mistari hiyo ambayo tumesoma, na tunasema kwamba kichwa cha somo, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Tumesoma katika habari kutoka kitabu cha Kutoka, pia kitabu cha Hesabu mpaka Wakorinto. Tumejifunza juu ya huo mwamba. Mwamba wenyewe alikuwa ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukisoma maandiko haya matatu tunagundua wazi ule mwamba aliyoupiga Musa haukuwa wa kawaida, bali alikuwa ni Yesu mwenyewe. Na tunapojifunza habari ya mwamba, nafikiri kila mtu anafahamu mwamba. Hasa watu wa Iringa, tukizungumza habari ya mwamba sio kitu kigeni. Ni haya majabali, mawe tunayoyaona yako milimani. Labda mikoa mingine hakuna mwamba, hakuna miamba, hakuna milima, ni nchi tu tambarare. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya mwamba ni kama jabali, ni kama jiwe au mawe au miamba. Kwa hiyo tunaposoma habari hizi kwamba mwamba ni Yesu, mwamba ni kama jabali. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama jiwe. Wale wenzetu walioenda Mwanza kule Sengerema walifanikiwa kupitia maeneo ya Mwanza pale mjini, wakaona jinsi watu walivyojenga juu ya milima, kwenye miamba na kadhalika. Na hata Iringa pia hivyo hivyo, karibu kuna fanana na Mwanza, kwa sababu tuna milima na miamba mbalimbali ambayo ina mawe. Kwa hiyo Yesu ni mwamba. Yesu anafananishwa na mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama jabali, ni kama jiwe kubwa. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba yeye ni mwamba. Kwa hiyo mwamba mwenyewe ndio Yesu mwenyewe, hatikisiki. Tunasoma mahali pengine kwamba kulikuwa na watu waliokuwa na busara. Kulikuwa na mtu aliyejenga nyumba chini ya mchanga na mwingine akajenga juu ya mwamba. Kwa hiyo mafuriko yalivyokuja kutikisa ile nyumba ambayo ilijengwa, mafuriko pamoja na mvua ziliponyesha,
zile nyumba zilizojengwa kwenye mchanga au nyumba iliyojengwa kwenye mchanga ilifanya nini? Ilichukuliwa. Lakini ile nyumba ambayo imejengwa kwenye mwamba ilikaa imara hata kama upepo ulivuma na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umejengwa kwenye kitu imara. Na sisi msingi wetu wa imani tunaojenga kwenye mwamba ambaye ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiyo mwamba. Yesu ndiyo jabali. Yesu ndiye ngome. Kwa hiyo tunatakiwa kujenga imani yetu katika imani. Kwa hiyo tunapozungumza mwamba ni kitu ambacho kinaeleweka kwa watu wa Iringa, si kitu kigeni. Unajua kuna wakati mwingine kuna mtoto mmoja wa ndugu yangu basi alikulia maeneo ya Dar es Salaam, halafu baadaye walikuwa wanaenda kutusalimia kule nyumbani. Walikuwa na gari lao ambayo ni private. Sasa wakapita pale Morogoro kwa sababu wamezoea majengo makubwa marefu pale Dar es Salaam. Sasa walipofika Morogoro akasema, baba, alikuwa mdogo mdogo, baba, naona kuna gorofa kubwa hilo. Yani manake anamaanisha ule milima ya Uruguru. Kaambia, mwanangu, sio gorofa hilo, huo ni mlima. Sasa ni mazingira ambayo amezoea kuishi kule Dar es Salaam. Sasa akiona kitu kirefu alifikiri kwamba ni nyumba, labda jengo, lakini ni nini? Ulikuwa ni mlima. Alikuwa hajawahi kuiona milima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatumia mifano ambayo tumeizoea, tunaiona, anatumia hiyo. Alifundisha kwa mifano. Masomo mengi ya Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano ili tuweze kuelewa. Kwa hiyo sasa somo la asubuhi ya leo tunasema kwamba Yesu ni nani? Ni mwamba ulio imara. Kwa hiyo tunatakiwa kujenga imani yetu katika mwamba huo ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kuandika kwamba ndani ya mwamba Musa alikuwa haupigi mwamba kama mwamba, bali alikuwa anampiga Yesu. Yaani ndani ya mwamba, kitendo cha Musa, watu wa Israeli walipokuwa wanatindikiwa maji katika safari yao ya kutoka Misri katika nchi ya utumwa kuelekea nchi ya ahadi. Na Biblia inasema, tumesoma katika Korinto kwamba ule mwamba ulikuwa unawafuata. Labda baada ya kilomita ngapi wana wa Israeli wanatindikiwa maji, hawana kitu cha kunywa, wanamwambia Musa, tuna kiu, tutapata wapi maji? Kwa hiyo alikuwa anauendea ule mwamba, anafanya nini? Anaupiga. Kwa hiyo maana yake alikuwa anampiga nani? Alikuwa anampiga Kristo Yesu, alafu maji yanatoka. Kwa hiyo ilikuwa afuate maagizo. Musa alitakiwa mara zote kufuata nini? Maagizo ya Yesu. Kile ambacho Mungu anamwagiza anatakiwa kukifanya vile. Lakini alifika mahali pengine Musa akaambiwa kwamba uambie mwamba ufanye nini? Utoe maji. Sasa hayo ni maagizo. Maana wakati mwingine huwa tufuate maagizo. Unafika mahali unazoea, unaenda kimazoea. Na Mungu wetu si Mungu wa kimazoea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kila wakati tuwe tunafuata maagizo. Nafikiri hata wanafunzi ni mashahidi kwenye mitihani na nini. Kitu cha kwanza kuangalia, unaangalia maagizo uliopewa katika kujibu maswali yako. Unaweza kukurupuka tu, hujafuata maagizo ukajibu tofauti. Labda unaweza kuuliza maswali labda ya kuchagua, ukaambiwa kwamba weka tiki kwenye jibu sahihi. Labda kuna kakiboksi wewe ukaweka tofauti na vile ulivyoagizwa, utakuwa umefanya nini? Utakuwa umekosea kwa sababu hujafuata maagizo. Kwa hiyo Mungu wetu, tunapoishi katika kumtumaini Mungu, Mungu anatupa maagizo. Na tunapojifunza katika neno la Mungu, Mungu anatupa maagizo nini cha kufanya. Kile ambacho anatuagiza tunatakiwa kufanya sawa sawa na maagizo yake. Tusifike mahali kwa sababu ya kuzoea, halafu tukaacha maagizo ya Mungu, tukafanya tofauti na maagizo yake. Hapo tutakuwa tumekosea. Ndiyo maana kila siku tunapolisoma neno la Mungu tunaangalia linatuagiza nini, maandiko yanatuagiza nini cha kufanya katika maisha yetu. Sasa tukienda kwa uzoefu, ndio hapo tunajikuta kwamba tunaweza kufanya tofauti na Mungu anavyotuagiza. Musa akaambiwa kwamba uambie mwamba ufanye nini?
utoe maji, usiupige, uambie. Na hii ndio ikawa sababu ya Musa kuto kuingia katika ile nchi ya ahadi, kwa sababu hakufuata nini? Maagizo. Kwa hiyo kwa kufuata maagizo Musa, ndio maana alikuwa anaupiga mwamba kwa uangalifu kwa kufuata maagizo. Na hivyo Musa alipiga bila kuzingatia, alipokosea alipiga bila kuzingatia vigezo na masharti. Hilo likawa kosa lililopoteza nafasi ya Musa. Kwa hiyo alikuwa anafanya mambo kwa uzoefu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwa kukosea bila kufuata maagizo ya Mungu, akawa amemkosea Mungu, kwamba sikukwambia upige, nimekwambia uambie, utoe maji. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo tunaweza kulipata katika maisha yetu. Tukienda kwa uzoefu, wakati mwingine hatufuati maagizo ya Mungu, ila tunaweza kufanya vile tunavyoona sisi. Kumbe Mungu anazingatia kila kitu. Mungu alikuwa mvumilivu. Huko nyuma, hata wakati Musa alipopanda mlimani akapewa zile amri 10, na baada ya kurudi akakuta wana wa Israeli wamejichanganya, wanaanza kuabudu miungu mingine isiyo ya kawaida, miungu migeni. Akakasirika, akazitupa zile mbao chini, akazipasua. Hilo lote Mungu alijaribu kuvumilia, aliona si mbaya. Lakini kwa upande wa kuambia mwamba utoe maji, badala ya kuambia akaupiga, Mungu hakuweza kuvumilia kitu cha namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajua kwamba Musa alikosea sehemu nyingi na hakunyang'anywa nafasi, lakini kwenye mwamba alinyang'anywa nafasi na kutubu kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipewa nafasi ya kutimiza unabii fulani, jitahidi sana kuepuka vikwazo ili usijikweze. Narudia hiyo pointi kwamba ukipewa nafasi ya kutimiza unabii fulani, jitahidi sana kuepuka vikwazo ili usijikweze. Kwa hiyo Mungu alipomwambia kwamba aupige mwamba, ni kama alikuwa anatabiri au alikuwa anatimiza unabii ya yale mambo yatakayotokea katika kipindi cha Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo yalikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Wakati ule ilikuwa ni kivuli tu. Ule mwamba kama tulivyosoma katika Korinto kwamba ilikuwa ni nini? Alikuwa ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati Musa alipasua mwamba. Alipasua zile mbao za amri 10. Mungu kwa sababu ya hasira, lakini hakumwadhibu kwa kumnyang'anya nafasi. Kwa hiyo alivumilia alipopasua zile mbao. Lakini katika swala hili la kupiga mwamba, hili ilikuwa ni nafasi moja ya kipekee ambayo Mungu alitaka kutimiza unabii katika yale ambayo yatatokea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajikumbusha mambo haya kwamba ni kweli kabisa tunapokuwa katika ulimwengu huu na ulimwengu wa hapa duniani, tunakuwa makini, hasa sisi tulioamini. Tusiende kwa mazoea. Mungu anataka tuwe makini katika neno lake, tulifuate. Ndio maana nilisema kwamba katibu alisema kwamba Mungu anataka tumuombe ndipo afanye. Hata kama Mungu anajua shida yako ni nini, hata kama unahisi kwamba Mungu anaangalia, Mungu si ananiona mimi na tatizo hili, kwa nini asinisaidie? Mungu anasubiri matamko yako, anasubiri ufanye nini? Utamke kitu kwamba Mungu, niko mahali hapa, nina shida hii, naomba unisaidie. Hiyo ni kanuni. Anataka utamke kitu ili akifanye. Hawezi akafanya jambo lolote. Sisemi kwamba kuna wakati hawezi akafanya, anaweza kufanya, lakini anasubiri, anataka
utumie ile mamlaka ulio nayo. Yaani sasa mtu umepewa gari na funguo, bwana, hili gari utakuwa unaendesha, unaweza kwenda mahali popote unakohitaji kwenda. Sasa ile funguo ni kama mamlaka. Sasa Mungu anakushangaa, naona unatoka eneo moja unaenda eneo jingine, unatembea kwa mguu. Gari unayo, mafuta yapo na kila kitu kipo, funguo amekupa, lakini unaanza kufanya nini? Unatembea kwa mguu. Mungu anakushangaa, huyu mtu nimempa funguo, nimempa kila kitu kinachowezesha kurahisisha usafiri, lakini nashangaa anatembea kwa mguu. Shida ni nini? Umeshindwa kutumia ile nini? Mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametukabidhi, ndio maana nimetoa mfano ule. Mungu anahitaji tu tumwambie kitu, tumwambie hitaji ndipo afanye. Mara nyingi ni mara chache anafanya tusipomwambia, lakini mara nyingi anataka tumwambie shida zetu ili aweze kufanya nini? Aweze kufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini katika maisha yetu, tumwambie Yesu. Mungu anataka sisi tuombe, anataka tumwambie haja zetu ili afanye. Sawa, kuna mtu mwingine anaweza kuona tu labda anakuwa tu amepanga jambo fulani, anaona ana uhitaji fulani, anakuta Mungu kamfanyia. Ile nayo ni neema. Ana shida fulani, anakuta Mungu kafanya. Alikuwa na uhitaji wa kitu fulani, anakuta Mungu kafanya. Unajua wakati mwingine Mungu anamchukulia mwanae kama mtoto. Kuna wengine watoto inategemeana na umri wa kiroho ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine lazima uombe, yaani lazima usugue goti ndipo Mungu akujibu. Kuna mwingine tu anawaza, anakuta kitu kinakuja tu, analia kidogo, nini shida, anampa hitaji lake. Kwa hiyo tuna umri tofauti tofauti wa kiroho. Kwa hiyo kama una umri fulani, ni lazima uombe ndugu yangu, tofauti na ile mchanga. Mchanga anakuta tu mambo yanakuja yenyewe. Lakini lazima tusimame kwenye kanuni za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu ambalo tunatakiwa kulifanya au kumsihi Mungu na kumuomba. Vinginevyo ingekuwa tu Mungu akiangalia haja zetu anatupatia, kwani kungekuwa na haja ya sisi kuingia kwenye maombi? Labda kujiombea sisi wenyewe, kuliombea taifa, kuombea kila kitu ambacho tunahitaji. Si Mungu anaona tu. Anaona tu. Jamani, hakuna hali ya hewa, kuna ukame, analeta mvua, lakini kuna wakati mwingine mvua haiji, hainyeshi kwa wakati. Anataka utamke kitu ili kiweze kutokea. Maneno yetu ndiyo yanayoumba. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 1. Yohana mtakatifu sura ya 4 kuanzia mstari wa 1. Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 13 na 14. Nitasoma. Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ya yule mwanamke Myahudi na Yesu. Yesu alipomkuta pale kisimani yule mwanamke, akamwambia nipe maji. Yalikuwa ni maji haya kawaida tu, ni maji ya kunywa tu. Akasema, Bwana, kisima hiki ni kirefu, umepata wapi hayo maji? Ni kweli kabisa, kilikuwa ni kisima kirefu, lakini Yesu alitaka kumvuta yule mwanamke ili aelewe lile kusudi la Mungu.
kwamba ni kweli kuna maji haya ambayo aliyahitaji pale kisimani, lakini pia Yesu alitaka kuanza mazungumzo ya kumhubiria yule mwanamke juu ya maji yaliyo hai, maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo Yesu akamwambia, ni mimi nayo maji ya uzima ambayo hayo ukianywa hutakuwa na kiu tena. Maana yake alitakiwa amwamini Yesu Kristo ili kumaliza kiu. Na Mungu aliona kwamba yule mwanamke alikuwa na shida, alikuwa na waume wengi, na alipotabiri akasema kwamba sina mume, akasema umesema vema, kwa sababu waume ulionao sio waume zako. Kwa hiyo Mungu alitaka kuanzisha kumshuhudia yule mwanamke pale kisimani kwa ile habari ya ile kiu ya kiroho, sio kiu ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba yule mwanamke alipomwamini Yesu, na Yesu akajitambulisha kwamba maji yaliyo hai ni lazima tumnywe Yesu Kristo. Si Yesu ndio mwamba ambao ulikuwa unatoa maji, lakini ambao ulikuwa unatoa unabii kwamba Yesu mwenyewe ndiyo maji ya uzima. Kwa hiyo tunapompata Yesu, ile kiu ya dhambi, ile kiu ya kutaka kutupeleka kwenye uovu, ile kiu yote inafanya nini? Inaondoka na inaisha kabisa. Kwa hiyo ndio maana yule mwanamke akatoka kisimani akaenda kuwaita watu wengi, nao waje wapate kusikiliza habari njema, wapate yale maji ambayo yatazimisha ile kiu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema, anataka tumnywe yeye. Ndio maana Yesu akasema kwamba mtu atakaye nila nyama yangu na kuinywa damu yangu atakuwa na uzima wa milele, si ndio? Kwa hiyo tunatakiwa tunapomla Yesu na kuinywa damu yake, ile kiu ya dhambi itakwisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema. Tuangalie kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Ufunuo 22 kuanzia ule mstari wa 17, tutasoma mstari mmoja. Biblia inasema, sura ya 22 mstari wa 17, Biblia inasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu ni mwaliko au ni wito ambao unatutaka sisi wote ambao tuna kiu tuende kwa nani? Tuende kwa Yesu tukapate maji bure, kwa sababu Biblia inasema tumeokolewa bure. Ni sisi kazi yetu kufanya nini? Kuamini tu, kumwamini Kristo. Tunapomwamini, anapoingia ndani yetu, anakausha kiu yote ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu kamwe, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu anatualika kwamba tunywe maji ya uzima, na neno lake ndiyo maji. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kama tumekuja na kiu, kama tumekuja na mahitaji ya aina mbalimbali, kwa hiyo tunapolisikia neno la Mungu, yale matatizo au uhitaji wetu Mungu anaumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama maji yaliyo hai. Tunapolisikia neno la Mungu linatupa burudani ili tuendelee kuishi. Ni kweli Biblia inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka wapi? Kwenye kinywa cha Mungu. Na hiyo inathibitisha kwamba hata ndugu zetu, hata huyu Musa mwenyewe alipokuwa ameenda kuchukua mbao kule mlimani, Musa tunaona kwamba alipoenda hakwenda na chakula, hakwenda sijui na magunia ya mahindi pale.
lakini alienda kama alivyo. Alivyokwenda kule alikaa siku 40 bila kula wala kunywa. Kwa hiyo aliishije huko kwa siku zote hizo? Mungu alikuwa anamlisha mambo ya rohoni, kuonyesha tu kwamba yani chakula kama chakula hakifai kitu, ila neno la Mungu ndio msingi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ana uwezo wa kuishi kwa neno la Mungu bila kula chochote. Hata Elia mtumishi wa Mungu pia tunasoma kwamba kwa kipindi kile ambacho aliambiwa kwamba ale kwa chakula kile cha siku moja, aende siku ngapi? 40 bila kula wala kunywa. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kuna chakula kingine ambacho ni bora, kinatufanya tuishi hata bila hatujala chakula hiki cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunasoma habari za watumishi wengi wa Mungu ambao Yesu mwenyewe pia kama Kristo, kama mwana wa Mungu, naye alipochukuliwa kwenda jangwani na kujaribiwa, si hakula chochote kwa kipindi cha siku ngapi? Siku 40. Kwa hiyo ndio maana Biblia inatuambia kwamba mtu hataishi kwa mkate. Kumbe kuna uwezekano mtu akaishi kwa neno la Mungu tu bila kula chakula. Na mifano mizuri ni hawa ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ni mwema, anataka tumnywe yeye, tumle yeye, ili tuendelee kuishi maisha ya milele. Haya maisha ya kula na kunywa yana mwisho. Haya ni ya hapa duniani, lakini kule hatutakula wala kunywa, tutaishi milele na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine ambalo tunatakiwa kuliona asubuhi ya leo, kwamba Yesu pia tunaweza kuangalia kwamba Yesu alikuwa ndani ya mana. Wana wa Israeli walipokuwa pale jangwani, walikula chakula wasichokijua. Wakati wakisafiri, Mungu alikuwa anawaletea mana kwa miaka 40. Na maana yake ya mana ni kwamba walikuwa na tafsiri kwamba hiki ni chakula ambacho hatukijui. Sijui wanasema ni kitu gani hiki? Chakula tusichokijua. Na kile chakula kilikuwa ni chakula kizuri, chakula chenye virutubisho vyote. Mtu aliweza kula kikiwa kibichi, hakijaandaliwa, au unaweza kukipika. Kilikuwa ni chakula cha ajabu, kilikuwa na virutubisho vyote. Biblia haituambii kwamba katika safari yao labda walipata marasmus au kwa shako, lakini walisafiri vizuri, walikula chakula wasichokijua, kilikuwa kinashuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna chakula cha kawaida, lakini kumbe Mungu ana chakula maalum, chakula special ambacho hata wana wa Israeli hawakukijua. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ya 10, tuone hapo maandiko. Nafikiri tumesoma hapo. Wakorinto wa kwanza 10 kuanzia mstari wa kwanza. Kama kuna mtu amefika anaweza kusoma. Mpaka ule wa 4. Amina. Mwamba ule ulikuwa ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo katika Biblia chakula pekee ambacho Mungu aliwalisha Waisraeli jangwani kwa miaka 40, habari zake tunazipata katika kitabu hicho cha Kutoka sura ya 16 na Hesabu sura ya 11. Mungu aliwatumia mana kila siku. Kwa hiyo walikuwa nakula mana kila siku, isipokuwa ile siku ya Sabato
waliambiwa kwamba wakusanye chakula cha siku ile ya 7. Kwa hiyo walikuwa wanakusanya kwa siku 6, lakini ile siku ya 6 wanapata chakula zaidi kwa ajili ya siku ya Sabato. Lakini bado kuna watu wengine kile chakula kilikuwa ni maalum, waliambiwa kwamba wakusanye cha siku hiyo moja tu, na kuna wengine walio walafi zaidi walikuwa wanakusanya chakula kile zaidi ya kile kipimo ambacho Mungu amewaambia. Sasa unajua sisi kama wanadamu huwa tunakuwa na tabia tofauti. Yaani mtu badala ya kutafuta chakula cha kumtosha yeye, lakini anataka kuweka kingine zaidi, akifikiri kwamba labda kesho hakutakuwa na chakula kingine. Lakini wale waliojilimbikizia mpaka kesho yake walikuta chakula kimeharibika, kimekuwa buu, kimekuwa na mabuu na wadudu. Kwa hiyo Mungu alitaka tu kuandaa chakula kwa ajili ya siku hii moja. Lakini cha ajabu, ile siku ya 6 waliomba kusanye zaidi kwa ajili ya siku ya 7, kwa sababu wenzetu walishika Sabato, na chakula kile hata kilivyokaa kwa muda huo hakikupata shida wala kupata mabuu. Kwa hiyo hili ni jambo la ajabu. Hiyo yote Mungu anataka kuambia kwamba uwe makini kufuata maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, ni Mungu anayotaka tufuate maagizo yake. Kwa hiyo waliopata chakula nje ya kukidhi mahitaji yao ya mwili, Mungu alikuwa akiwafundisha kuishi kwa imani. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafundisha wana wa Israeli kuishi kwa imani, kwa kumtegemea yeye. Alitaka wawe wanashiba kimwili na pia wawe wanashiba kiroho. Hilo ndio kusudi la Mungu kwa wakati mmoja. Mengine katika Agano la Kale yalikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Haya mambo tunapoyasoma yalikuwa ya Agano la Kale, yalikuwa yanatufundisha katika siku za leo za Agano Jipya, kwamba katika siku hizi za Agano Jipya, kwa sababu Agano la Kale lilikuwa ni kivuli tu cha mambo yanayokuja ambayo yako leo, yalikuwa yanatufundisha kwamba utafika wakati Yesu mwenyewe atakapofika au atakapozaliwa ndio utakuwa ukamilifu wa yale ambayo yalitabiriwa katika siku za nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitaka Mungu kutujengea imani sisi wa leo. Tunaposoma haya ni masuala ya kiimani, kwamba msingi wake ni kuishi kwa neno, hasa ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo wa leo sio ufunuo wa kutembea kesho. Mungu anapotufunulia jambo, maana yake anataka tulifanyie kazi leo, sio ufunuo wa kesho. Yaani maana yake kitu ambacho Mungu amekiruhusu leo maalum, sio ufunuo wa kesho. Mungu anataka kitu maalum. Mungu huwa hataki tutumie kiporo. Ndio maana anapofunua kitu katika maisha yetu, au labda amekupa neema ya kufanya jambo fulani, lile jambo sio unaenda nalo kama ndio mila na desturi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata katika kuponya, kuna wakati aliponya kwa njia ya kumpaka mtu tope, yule mtu akafanya nini? Akafumbuka macho. Kuna wakati mwingine alitumia njia nyingine tofauti. Kwa hiyo Mungu ana njia tofauti za kuweza kutuhudumia, hana njia moja. Ndio maana leo shida inakuja, watu wanapopata mafunuo wanatembea na mafunuo yale yale. Leo ndio maana unakuta manabii tu wanatumia siji chumvi, wanatumia vitambaa vya upako, wanatumia vitu mbalimbali. Yaani labda inawezekana ilikuwa ni ufunuo, lakini watu wanaona kama ndio njia pekee ya kuwahudumia watu. Mungu ana njia mbalimbali. Leo kama akakuwekea macho ukaona kama mtu alikuwa ni kipofu, kesho atatumia njia nyingine. Mungu hana njia moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa wengine wanatembea na mafunuo yale kana kwamba Mungu hana njia nyingine, lakini Mungu ana njia mbalimbali za kuweza kutuhudumia katika maisha yetu ya imani. Cha msingi ni kumwamini na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tumwamini
na kumtegemea yeye katika maisha yetu yote. Kwa hiyo Mungu wa jana sio Mungu wa leo. Yaani Mungu leo anaweza kuwa na jambo jipya. Sasa usilete mambo ya jana aliyofanya Mungu, lakini leo Mungu ana jambo special kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na ana njia maalum atakayetumia leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana sasa leo watu tunadanganywa na hawa watumishi wa Mungu feki, wanatumia njia mbalimbali. Na sasa manabii wameleta kitu fulani ambacho wanapiga tu pesa, kwamba kuna nini, kuna mate ya Yesu. Hayo ni gharama kubwa kweli. Sasa siku moja nikaa najiuliza, haya mate ya Yesu huyo mtu aliyapata wapi? Au kuna mahali alitema Yesu mate ndo anayachukua hapo? Lakini ni ile hali ya kudanganywa watu, na watu wanaamini, wanaenda kununua tena kwa bei kubwa. Sasa ni vitu ambavyo vinashangaza ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tuko kwenye ulimwengu ulioharibika. Tusipokaa katika neno la Mungu, tutadanganywa kila namna ya mafundisho atakayopita, kwa sababu hatuyazingatii au kuyasoma neno la Mungu linatuambiaje katika maisha yetu. Kwa hiyo mtu akileta mafundisho mengine, watu wanaenda wanamsikiliza. Haya, wala mtu hatafakari na kujiuliza, hayo mtu mate ya Yesu aliyapata wapi? Na anauza kwa bei kubwa na watu wananunua. Mungu atusaidie sana. Tuko kwenye ulimwengu ulioharibika. Mungu atusaidie sana. Na jambo jingine tunaloweza kuliangalia, Yesu ndani ya nyoka yule wa shaba. Yesu ndani ya nyoka wa shaba. Tumejifunza kwamba Agano la Kale kilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Agano la Kale kilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Yule nyoka wa shaba alikuwa ni ishara ya kuinuliwa kwa Yesu Kristo. Yule nyoka wa shaba ilikuwa ni ishara ya kuinuliwa kwa Yesu Kristo. Tuangalie katika kitabu cha Hesabu sura ya 21. Hesabu sura ya 21 kuanzia mstari wa 8. Msomaji wangu kama umefika hapo unaweza kunisaidia mpaka wa 9. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo yalikuwa ni mifano ya zamani hizi. Tunaposoma katika Agano la Kale, hasa wakati ule wana wa Israeli wakisafiri, walifika katika eneo lenye jangwa. Jangwa lenye nyoka wengi wakali, nyoka wenye sumu. Na tunafahamu kwamba nyoka kwa kawaida ni walio wengi wana sumu kali. Sasa watu wakati wanaumwa na zile nyoka, ilikuwa achukue tendo la imani la kuweza kuiangalia ile nyoka ambayo Musa ameitengeneza, yule nyoka ashaba. Kwa hiyo kila mtu aliyokuwa anaiangalia ile nyoka, basi ile sumu iliweza kutoka kwa yule mtu. Hilo ilikuwa ni tendo la imani. Lakini kama mtu, unajua binadamu ni binadamu tu, wako ambao walidharau na kusema kuna mahusiano gani? Unajua kuna watu wengine ni watu wa kisayansi zaidi. Kuna uhusiano gani? Mimi nimeumwa katika damu, sumu imeingia, halafu niende nikamwangalie nyoka wa Musa aliyomweka pale juu ya nini? Juu ya mti. Kwa hiyo kuna watu ambao walidharau na kuona kwamba hili ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini jambo hilo lilihitaji imani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kila mtu aliyeumwa na nyoka, alipokuwa tu anaangalia yule nyoka wa shaba ambao Musa amemweka juu ya mti, ile sumu yote ilifanya nini? Iliondoka, alipata uzima tena. Sasa basi, kwa kuwa hiyo ilikuwa ni mfano wa mambo yaliyo leo, maana yake Yesu Kristo, sumu tunaweza kusema ni kama dhambi. Dhambi ni sumu, si ndio? Kwa hiyo
Yesu alipoangikwa msalabani, tunapomwamini na kumwangalia yeye, habari ya dhambi zetu Yesu anaziondoa na kuzifuta kabisa. Biblia inasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, Mungu atafanya nini? Atazifuta na kuwa nyeupe kama theluji au kama sufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kitendo cha Musa kumpandisha ile nyoka juu ya ule mti ilikuwa inaonyesha kwamba kuna wakati utakaofika wa Agano Jipya, Mungu ataweza kumweka Yesu Kristo juu ya msalaba, na kila mtu atakayemwamini basi atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo nyoka yule aliyowekwa ilikuwa ni swala la kutumia imani ya mtu kuangalia na kuamini na kuona kwamba Mungu atanisaidia. Hata leo swala la kuamini Yesu Kristo ni swala la imani, si ndio? Ni swala la kiimani, sio swala la kawaida. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo kwamba yeye alimaliza kila kitu, alichukua dhambi zetu na kuishi maisha matakatifu katika maisha haya, Mungu mwenyewe anatutakasa na kutusafisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoona mambo haya tujue kwamba Yesu karibu kabisa anarudi, na Mungu anataka tujitakase na kuwa watu watakatifu, ili kwamba atakapokuja asibaki hata mmoja akaachwa. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 32. Yohana sura ya 12 32. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Yesu anajieleza kabisa kwamba yeye akiinuliwa, atakapoinuliwa, tunapomtazama kwa imani tunapata ule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura 21, muda wetu umeisha. Luka 21:27 tusome hapo. Luka 21:27. Mpaka 28. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona mambo haya tuinue nini? Vichwa vyetu. Wana wa Israeli walipoumwa na nyoka waliinua nini? Vichwa vyao, ili waweze kuiangalia ile nyoka wapate uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu yu karibu kurudi, lazima tujifunze kuinua vichwa vyetu, tumwangalie yeye, kwa maana yani tumwamini yeye. Kuinua vichwa si kuinua tu kichwa, lakini maana yake tumwamini nani? Tumwamini Yesu Kristo, ili tuendelee kumtumaini, ili atakaporudi basi aweze kutuchukua. Kwa hiyo ishara zote za nyakati za mwisho zinatokea kwa kasi, na ni vyema tuchangamke kuinua macho yetu juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo yote ambayo yalitabiriwa tangu Agano la Kale mpaka nyakati tulizo nazo, haya yanatuonyesha kwamba Yesu yuko karibu. Na kama Yesu yuko karibu, tufanye nini? Je, tuendelee kuishi katika maisha kujichafua, au tuendelee kuzifua nguo zetu tuwe safi? Tuendelee kumwamini Yesu Kristo na kufua nguo zetu, maana yake tujitakase. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati hizi watumishi wa Mungu ni nyakati za ukengeufu. Tunatakiwa kunyanyua vichwa vyetu na tuangalie wapi? Mbinguni. Siku zimekwisha. Tunapoona mabadiliko ya hali ya hewa na mambo yanayoendelea katika dunia
vita mahali mahali, ni vitu ambavyo vilishatabiriwa tangu siku zilizopita, na sasa Yesu yuko karibu sana kuliko vile tunavyoamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho cha kutisha zaidi, Biblia inasema atakuja kama mwivi. Yaani siku tusiyodhani, siku tusiyotarajia Yesu anarudi. Atakaporudi ghafla, anakukuta katika hali gani? Maana atakuja kuwafumania wengi, watu wakiwa katika mambo yao. Ghafla Yesu amekuja, mtu hujajiandaa, inakuwaje hapa? Inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuachwa, ile tendo la kuwa ghafla, ujue hapo kuna kuachwa. Kwa hiyo tunataka tuinue vichwa vyetu juu, tumwangalie Kristo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wakati umekwisha, wakati umeendelea, ni nyakati za jioni. Yesu yu karibu kurudi. Kwa hiyo kama Yesu yuko karibu kurudi, anataka tuwe safi, anataka tuishi maisha ya utakatifu, anataka tujitakase, kwa sababu anaporudi, siku za kurudi kwa Yesu zilitabiriwa tangia pale Roho Mtakatifu alipokuja ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana tangia nyakati zile mpaka leo, dakika yoyote Yesu anakuja. Je, akija anatukuta katika hali gani? Na tena haji kwa matangazo, anakuja ghafla, sijui ni mchana au usiku, dakika yote anakukuta uko katika hali ipi? Kwa hiyo maandalizi ni sasa. Tunapolisikia neno la Mungu, ndio tunafanya maandalizi, tunajikagua. Je, tuko safi au kuna mahali tuna makando kando? Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tuinue vichwa vyetu juu. Basi kwa maneno haya tunamshukuru Mungu kwamba Mungu atubariki, na neno hili liendelee kupiga kelele katika mioyo yetu. Tunapotembea tujue kwamba ni siku za mwisho. Dakika yote Yesu anakuja, tukiwa kazini, tukiwa nyumbani, tukiwa tumelala, yeye atatokeza ghafla. Bwana Yesu asifiwe.